Miaka mingi iliyopita katika jiji la Riyadh alizaliwa kijana ambaye hakujulikana sana na wengi, lakini baadaye miaka kadhaa jina lake lilikuja kutajwa duniani kote, na huyu si mwingine bali ni Osama bin Laden. Kuna muda unaweza ukawa unajiuliza, hivi ni nini kinamfanya mtu aliyezaliwa kwenye familia yenye utajiri mkubwa achague njia ya vita na uharibifu hadi kusababisha mtu huyo kusakwa zaidi duniani? Na hii ndiyo hadithi ya Osama bin Laden. Mwaka 1957 kule nchini Saudi Arabia, mitaa ya Riyadh ilimpokea mtoto mmoja ndani ya familia ya kitajiri ya Mzee Laden Lawal, na hapo bila kupoteza muda Mzee Laden akampatia mwanawe jina la Osama. Ni jina la Kiarabu lenye maana ya simba. Kama tunavyofahamu, simba ni mnyama mkali na mwenye ujasiri. Hivyo Mzee Laden alitaka mwanaye apite kwenye hiyo rhythm ya kuwa mtu mwenye ujasiri zaidi. Wenzetu wa Arabu huwa wanapandikizana imani na wanakuwa nayo hadi ukubwani. Familia ya Mzee Laden ilikuwa ni familia tajiri kweli kweli. Hivyo kwa kifupi tu, Osama alizaliwa kwenye familia tajiri isiyokuwa na njaa. Kibongobongo tungesema Osama alikuwa ni mtoto wa kishua. Osama kwenye maisha yake ya ukuaji alikuwa ni mtoto mwenye nidhamu na misimamo mikali ya kidini, na alipofikisha umri wa kujitambua zaidi, Osama bin Laden alienda kusoma elimu ya biashara pamoja na elimu ya dini ya Kiislamu katika chuo cha King Abdulaziz University. Miaka ilisonga na dunia ikabadilika. Kipindi hicho ziliibuka vita kule nchini Afghanistan, ambapo watu wa Afghanistan walikuwa wakipambana na watu wa Kisoviet, na ile vita nakumbuka ilikuwa ikiitwa the Soviet Afghan War. Sasa Osama bin Laden akiwa kijana mwenye shauku na imani kali ya kidini, akatamani kujiingiza kwenye vita hiyo ili tu awasaidie watu wa Afghanistan ambao walikuwa na asili ya dini ya Kiislamu. Osama bin Laden akaamua kuacha mambo ya biashara, akaelekea zake huko Afghanistan milimani ambako vita ilikuwa ikiendelea. Alipofika huko aliungana na kikundi cha wapiganaji wa Kiislamu kilichokuwa kinafahamika kwa jina la Mujahideen. Osama bin Laden alipigana vita hadi pale ilipomalizika. Baada ya Osama kurudi nyumbani kwao Riyadh, akawa sio Osama yule tena. Kichwani alikuwa anawaza kushika silaha tu, yaani Osama bin Laden akili yake ilikuwa inawaza vita tu. Maono yake yakampeleka mbali zaidi, na mwishoni mwa mwaka 1980 Osama alianzisha kundi lake lililoitwa Al-Qaeda. Ni kundi lililojaa vijana wenye imani kali ya kidini wasiogopa kufa pindi linapokuja swala la Uislamu, na dhumuni kubwa lilikuwa ni kupigana dhidi ya ushawishi wa Wamarekani na nchi za Magharibi. Kadri miaka ilivyozidi kusonga, kundi hilo lilizidi kupata umaarufu na kutajwa zaidi duniani kote, na lilikuwa likitajwa kwa usababishaji wa mauaji ya watu. Kundi hilo lilihusishwa na mashambulizi makubwa duniani kama lile la Septemba 11 attack. Ilikuwaje? Ilikuwa ni asubuhi ya kawaida tarehe 11 Septemba mwaka 2001 katika jiji la New York City, Marekani. Watu walikuwa wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Dakika chache kabla ya saa 3 asubuhi kwa saa za Marekani, ndege moja ilitekwa nyara na watu wasiojulikana na kugeuzwa kuwa kama silaha. Kisha iliruka kwa kasi ikiwa imefungwa bomu, ikaenda kugonga moja ya majengo ya World Trade Center pale Marekani. Watu walipiga kelele kwa kufikiri pengine ni ajali. Holy shit, man. Oh my God. Lakini dakika chache tena baadaye dunia ikasimama kabisa, huku televisheni zikiwa on. Ndege ya pili ikaja kwa kasi moja kwa moja na kugonga jengo la pili. Hapo watu wakajua sio ajali tena, bali ilikuwa ni shambulio. God! Dang it! Got behind you! Got behind you! Jesus! Plus, right!
Wakati huo huo, ndege nyingine iligonga jengo la Pentagon huko Washington DC, na ndege nyingine ikaanguka huko Pennsylvania baada ya abiria kujaribu kupambana na watekaji. Wamarekani waliumiza vichwa kujua ni nchi gani iliyowashambulia. Baadaye ilikuja kufahamika kuwa ni kikundi cha Al-Qaeda ndiyo kimefanya mashambulizi hayo. Wakajaribu kumtafuta kiongozi wa kikundi hiko. Mara ghafla ikatumwa video kutoka kwenye kikundi cha Al-Qaeda kwenda kwa viongozi wa Marekani. Kwenye video hiyo alikuwa anaonekana Osama na kundi lake, na alijitambulisha kuwa yeye ndiyo Osama bin Laden, kiongozi wa kikundi cha Al-Qaeda. ভাইরা আমার, আমাদের মনে রাখতে হবে আজকে যখন জিহাদের নাম দুনিয়া থেকে মুছে গিয়েছিল, তখন এই kuanzia hapo Osama akawa ndiyo mtu anayesakwa zaidi duniani. Marekani ilianzisha msako mkubwa dhidi yake, kitu ambacho kilimlazimu Osama aishi maisha ya kujificha kwa miaka mingi, akihama tu kutoka mapangoni huko Afghanistan hadi maeneo ya Pakistani. Hadithi yake ilifika mwisho usiku mmoja wa tarehe 2 Mei mwaka 2011, pale ambapo majeshi maalumu ya Marekani yalipovamia nyumba aliyokuwa amejificha huko nchini Pakistani. Inasemekana Osama aliuawa na wanajeshi wa Kimarekani mara baada tu ya kupigwa risasi bila kutarajia, maana walikuwa bado hawana uhakika kama ni yeye. Baada ya kuuawa mwaka 2011, mwili wa Osama ulitambulika baada ya vipimo vya DNA. Picha chache zilichukuliwa kwa ajili ya uthibitisho wa ndani ya serikali, lakini picha hizo hazikutolewa hadharani mbele ya umma. Baadaye mwili wa Osama bin Laden ulizikwa baharini. Tena waliufunga na vyuma vizito ili kusudi mwili huo uzidi kuzama ndani zaidi ya bahari, na hapo ndo ukawa mwisho wa Osama bin Laden. Kitu pekee cha kunoti ni kwamba hakuna picha rasmi zilizoonyesha na kuthibitisha kwamba Osama alikufa, japo wa Marekani ndio walituthibitishia jambo hilo. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.